Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Martin Musa, mchungaji kiongozi wa usharika wa Makedonia Kishiri katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria. Kwa sasa namshukuru Mungu ninatumika katika usharika huu kwa nafasi ya mchungaji kiongozi wa usharika. Na leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefika siku muhimu sana kwetu wa Kristo, siku ya kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, siku ambayo tunaadhimisha tendo la Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili ya makosa yetu na kwa ajili ya dhambi zetu sisi wanadamu. Lakini leo ni Ijumaa Kuu ambayo inafuatia baada ya kumaliza kipindi cha Kwaresima. Kipindi cha Kwaresima tumetafakari siku 40 za kutembea na Yesu katika tafakari kuu ya kutafakari juu ya upendo wa Mungu kwetu kupitia njia ya mateso. Katika kipindi cha Kwaresima tunaitwa na Mungu kutafakari upendo wa Mungu kwetu sisi anaotoa kwa njia ya mateso yake Yesu Kristo, na tunaitwa kutafakari juu ya toba iletayo majuto ndani ya moyo wa mwanadamu. Manake Kwaresima inatuongoza ili tuweze kufanywa mabadiliko, kufanywa upya, kuangalia njia zetu, maisha yetu, utu wetu wa kwanza ulikuwaje, lakini pia tuweze kufanya pendo la Mungu kwetu kwa njia ya mateso. Na baada ya Kwaresima inafata kipindi cha Yesu Kristo kwenda Yerusalemu. Tunasema sikukuu ya Mitende, ambayo ni juma la mwisho baada ya Kwaresima. Tunaingia katika Juma Takatifu. Kwa hiyo siku ya Mitende ni siku ya mashangilio ambayo tunashangilia Yesu Kristo anapoendea Yerusalemu ili kuingia katika Juma Takatifu na kuanza njia ya msalaba na kutupelekea kuingia kipindi cha Ijumaa Kuu. Kwa hiyo leo tunapotafakari juu ya Ijumaa Kuu. Ijumaa Kuu, tunapozungumza Ijumaa Kuu, ni juma la mwisho kabisa ambalo Bwana wetu Yesu Kristo kuwepo hapa duniani. Ni juma lake la mwisho ambalo linahitimisha. Katika Ijumaa Kuu, kama sisi wa Kristo tunajifunza neno kuu ambalo Yesu alilisema akiwa msalabani. Neno la kwanza Yesu alilosema akiwa msalabani ilikuwa ni kusamehe. Kwa hiyo kama sisi wa Kristo tunajifunza kusamehe hata wakati wa maumivu makali. Kuna wakati tunapitia kwenye maumivu makali, maumivu mengi, masumbuko mengi. Kwa hiyo kama wanafunzi wa Yesu tunaitwa kusamehe na kuwapenda wale wasiotupenda. Upendo wa Mungu kwetu, somo la asubuhi limesema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee Yesu Kristo ili atufie msalabani. Kwa hiyo na sisi kama wanafunzi tunajifunza kusamehe wale wasiotupenda, na jambo lingine, Ijumaa Kuu itupeleke kuishi maisha ya toba inayoleta mabadiliko ndani ya mioyo yetu, kwamba tukumbuke Kwaresima tulitubu. Sio kwamba baada ya Kwaresima turudie maisha yale ya zamani. Baada ya Kwaresima na Ijumaa Kuu tuendelee kuishi maisha mapya ndani ya jamii zetu kama Wakristo. Wapo Wakristo wanaishi na mioyo ya chuki, wanachukiana wao kwa wao, hawasalimiani katika familia, hawashirikiani na jamii, hawashirikiani na huduma za jamii. Huo sio Ukristo. Kama Wakristo tunaitwa kuungana pamoja, kutumika pamoja kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
Nipende kusema kwa jamii nzima inayotuzunguka katika kipindi hiki cha Pasaka, tunapoelekea kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuondoe tofauti zetu zinazotutenga sisi kwa sisi. Zipo tofauti ndani ya jamii, tofauti za kidini, tofauti za kiimani, tofauti za makabila. Pasaka hii ituunganishe tena kuwa wamoja, kushirikiana katika jamii, kufanya mambo ya umoja wa kitaifa, umoja wa kanisa na jamii nzima. Kwa kufanya hivi, tutakuwa tumeienzi Pasaka vizuri, tutakuwa tumesherekea ushindi wa Kristo, tutakuwa tumefurahia ukombozi wa Yesu Kristo kwetu sisi kwa njia ya msalaba. Katika kipindi hiki cha Pasaka, tunapoelekea Pasaka, nimesema tumetoka kwenye kipindi cha Kwaresima. Kipindi cha Kwaresima kilikuwa kinatukumbusha juu ya toba iletayo majuto ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo kama tukitubu, manake tutaweza kubadili mtizamo, tutaheshimu viongozi wetu na tutatekeleza yale ambayo Mungu anatuagiza kupitia viongozi wetu. Kwa nini nasema haya? Neno la Mungu lenyewe ndio linalotuelekeza kwamba kuheshimu na kutii mamlaka yaliyowekwa na nani? Na Mungu. Mamlaka hii tunayoiona ngazi ya serikali za mitaa, kijiji, kitongoji, mpaka kufika serikali kuu, hii yote imewekwa na Mungu. Kwa hiyo kupitia ukombozi wa Yesu Kristo, Yesu jambo la pekee anapofufuka anawaambia wanafunzi kuwa na umoja. Tuungane sisi kwa sisi, jamii nzima tuungane, tushirikiane na serikali ili kanisa la Mungu na jamii yetu iweze kufurahia na kuona umuhimu wa siku. Jina langu naitwa Dennis Simon Njunwa, ni muumini wa hapa Makedonia Kishiri. Hii Jumaa Kuu tumeona kwanza tunapata msamaha, lakini pia sisi kama washarika tumeona kwamba Mungu ni pendo, kwani alimtoa mwanawake wa pekee ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tumetakaswa na tumeonekana kwamba tunatakiwa tuwe wanyenyekevu mpaka kufa. Kwa hiyo hii Jumaa Kuu mimi naiona ina faida kubwa kwangu, kwa sababu kimsingi inanifanya niwe mpya na niweze kumtumikia Mungu kwa moyo wote pasipo kurudi nyuma. Kwani Yesu ni pendo na amenipenda mimi mpaka akamtoa mwana wake pekee. Kwa hiyo kimsingi na binafsi naendelea kuhamasisha wenzangu na Wakristo wenzangu wote kwamba hii Jumaa Kuu iwe faida hata kwenye kazi zetu za kanisa. Tuone kwamba tuna utayari wa kufanya kazi kama Mungu alitupa mwana wake Yesu Kristo ili aweze kufanya kazi nasi. Na sisi kama Wakristo tunaitwa ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu kwa unyenyekevu na utii pasipo kurudi nyuma mpaka pale Yesu atakaporudi tena. Naitwa Norini Humphrey Mari, ni muumini katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri, usharika wa Makedonia Kishiri. Katika siku ya leo ambayo ni siku ya Ijumaa Kuu, sisi kama waumini tumepata muda wa kuingia kwenye ibada ya Ijumaa Kuu ambayo tumefundishwa, na tunachokielewa zaidi kwenye ibada hii ya Ijumaa Kuu, tunakumbushwa kwa habari ya upendo mkubwa alionao Mungu kwa ajili yetu. Hivyo akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo akatufia msalabani. Na katika ibada yetu siku ya leo tumekumbushwa na viongozi wetu haswa kwa swala la msamaha. Tukumbushwa kwamba Yesu Kristo alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akachukua dhambi zetu na akatusamehe sisi. Hivyo na sisi tunaitwa kutokubeba vinyongo, kutokubeba huzuni au vitu ambavyo tulifanywa vibaya na ndugu zetu au wapendwa wenzetu, na kuwasamehe kama ambavyo Kristo amekufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Okay, naam.